Mmea wa mkia wa fisi, nadhani tunaufahamu sana kwa wale wenye kuufahamu. Kwa wale wasio ufahamu, basi huu ndio mmea ama mkia wa fisi. Sasa mmea huu una maajabu sana katika upande wa tiba. Acha nikujuze faida zake nyingi katika upande wa tiba. Sasa hebu nisikilize vizuri niweze kukujuza mmea huu unatibu nini na nini. Endapo popote pale utakapouona, basi ujue hii ni tiba nzuri ya maradhi yafuatayo ama maradhi ambayo ninayokuelekeza. Sasa kama haujanifollow, hebu nifollow, nitakufollow back. Like, comment, share. Acha swali lako katika comment section nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa. Mmea mkia wa fisi unatibu maradhi yafuatayo. Kwanza unatibu uvimbe wa aina yoyote yule katika mwili wa binadamu. Uvimbe kwenye upande wa kizazi kwa akina mama, uvimbe kwenye mji wa mayai, unatoa uvimbe kwenye fibroid tube. Mti huu unatibu na kuondoa mirija ya uzazi. Kama mirija ya uzazi ina shida ama imejaa maji ama ina uvimbe kwenye mirija ya uzazi, basi unaweza katibu na kuweza kumaliza changamoto hiyo yote ile. Lakini pia inatibu uvimbe wa tezi dume kwa wanaume. Kwa wale wanaume wenye tezi dume, basi wanaweza kutumia mmea huu wa mkia wa fisi kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto yao ya tezi dume. Lakini pia uvimbe wa hernia, wanaume wenye changamoto ya hernia, basi wanaweza kujitibu kupitia mmea huu wa mkia wa fisi. Unaweza kuchukua mizizi yake na kuitumia vizuri kabisa na kuweza kuondoa changamoto ya hernia pamoja na tezi dume. Lakini pia unatibu uvimbe wa goita. Kwa wale wenye changamoto ya goita ya muda mrefu, basi unaweza kutumia mmea huu wa mkia wa fisi kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hiyo ya goita. Popote pale, either iwe shingoni, iwe sehemu gani, pia unaweza kuitibu. Na pia unatibu changamoto ya miguu. Miguu, kama miguu yako inavimba, inakufa ganzi, inawaka moto, unapata maumivu makali sana katika upande wa miguu, basi tumia mkia wa fisi kama tiba ya kuweza kutibu changamoto zako za kuvimba kwa miguu, kufa ganzi na kuwaka moto. Hiyo yote inakwisha. Lakini pia mmea huu unatibu na mfumo wa fahamu. Kwa wale ndugu zangu wanaopoteza sana kumbukumbu mara kwa mara, wenye changamoto ya kusahau, wakati mwingine huwa wanasahau sana. Kwa siku wanaweza kujikuta na sahau sana mpaka unakuta kwamba ameweka kitu sehemu na pia akasahau. Sasa hii ndio tiba yake halisi. Jinsi gani unaweza kutumia kutokana na changamoto zote nilizoweza kukuelezea? Changamoto za uvimbe kwenye upande wa kizazi, uvimbe sehemu zote kwa upande wa wanawake, uvimbe wa hernia na tezi dume kwa upande wa wanaume, na matatizo ya miguu kufa ganzi, miguu kuvimba, na hata hii changamoto ya kuweza kupoteza kumbukumbu. Utachimba mizizi ya mkia wa fisi kisha utaichemsha. Baada ya kuchemsha, unatakiwa utumie kikombe kidogo cha chai chenye ujazo wa mililita 100 asubuhi, chenye na ujazo wa mililita 100 jioni. Kila siku asubuhi na jioni kwa muda wa siku 14 mpaka siku 21. Hii ndio tiba ambayo inaweza kutibu changamoto yako ya uvimbe wowote ule katika upande wa mwili wako na ikaisha ndani ya siku 21 ama siku 28. Tumia alafu utaniambia matokeo yake yako vipi. Huu ndio mkia wa fisi na hii ndio tiba inayotokana na mkia wa fisi. Mimi ni mshauri wako ninayekushauri kila siku kuhusiana na dawa, mtaalamu wa tiba asili, tiba na mimea, traditional doctor. Namba zangu za simu +255 658 16 38 38. Usisahau kunifollow, nitakufollow back. Lakini pia usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ili kuweza kupata mafundisho kila siku na kuweza kujifunza tiba asilia, tiba za mimea. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri. Asante sana kwa usikivu wako.